Usiku ulikuwa wa huzuni, dunia ilijawa kimya. Nyota na mwezi havitoi mwanga, kwani Bwana Yesu katika siku ile mama yake analia, Yesu huyu mtoto aliyeletwa toka juu, leo amemwacha mtoaji wa uzima, kwa muda yupo kaburini, bali malaika mwenye uwezo kashuka, kifo hakina nguvu tena, nalo jiwe latoka na ndege waimba, mwangaza wa jua wang'aa kwa wote, hakuna huzuni kwao waliao, kwani Bwana amefufuka. Nalo jiwe latoka na ndege waimba, mwangaza wa jua wang'aa kwa wote, hakuna huzuni kwao waliao, kwani Bwana amefufuka. Amen. 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 Wakorintho wa pili, mkiwa mmesimama, Wakorintho wa pili sura ya 4, ninasoma fungu la 7. Wakorintho wa pili
sura ya 4. Magomeni asanteni, Bwana azidi kuwabariki. Wakorinto wa pili sura ya 4 fungu la 7, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uweza iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uweza iwe kutoka kwa Mungu, na wala si kutoka kwetu. Baba, kwa dakika hizi chache zilizobakia, tunatamani sana tuone umuhimu wa Roho wako Mtakatifu kukaa ndani yetu. Tunatamani mwisho ya mikutano hii tujue ya kwamba uwepo na ujazo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu ni swala la kifo au uhai, tena uzima wa milele. Sema pamoja nasi jioni ya leo. Tuko tayari kuisikia sauti yako ya upole na ya upendo, ikituita kutoka katika dhambi na kutukaribisha katika haki yako. Kama yuko mmoja ambaye bado yuko njia panda, kama yuko mmoja ambaye bado hajafanya maamuzi, ninaomba kupitia neno la jioni ya leo na kwa msukumo wa Roho wako Mtakatifu, mtu huyo jioni ya leo asimame kwa ajili yako. Jitwalie utukufu katika ibada hii, ni katika jina la Yesu tumeomba, amen. Paulo anaandika katika Wakorinto wa pili, anasema, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uweza iwe kutoka kwa Mungu, na wala si kutoka kwetu. Paulo anaongelea nini? Paulo anaongelea kipindi ambavyo matajiri wa enzi zake walitunza vito vya thamani. Kipindi cha Paulo banking system haikuwa strong kama ilivyo leo, na kipindi hicho watu wengi walifanya biashara kupitia vito vya thamani, mawe ya thamani, dhahabu pamoja na lulu. Kwa hiyo tajiri